Hivi karibuni kumetokea mjadala mkubwa sana katika mitandao ya kijamii hapa Afrika Mashariki ambayo ilikuwa ikijadili kuhusu umungu wa Yesu Kristo. Na hoja kubwa ambayo imesumbua vichwa vya Wakristo wengi sana ni swala la hii imani ya Utatu Mtakatifu, kwamba Wakristo toka katika karne ya kwanza wameamini katika Mungu mmoja ambaye anayeishi katika utatu wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa kufuatia kwa baadhi ya kikundi cha Wakristo, hasa wale wahubiri wakubwa wanaofahamika na kuheshimika hapa Afrika Mashariki, kwa mfano Ndacha, kumekuwa kuna mtikisiko mkubwa kufuatana na mafundisho yake ambayo anasema kwamba Yesu si Mungu na kwamba amekuwa akipinga vikali swala la imani ya utatu. Sasa nimekuwa kimya kwa muda mrefu, japokuwa nilihusika katika baadhi ya hii mijadala, nikisimamia baadhi ya mijadala. Kwa mfano, ndugu yangu na rafiki yangu Chaka wa Musa alifanya kazi nzuri sana katika mjadala baina yake yeye na mwalimu Ndacha. Kadhalika mwalimu Henry alifanya kazi nzuri. Na niseme kwamba kimsingi Wakristo wengi huu mjadala umesaidia kujenga imani katika swala la utatu. Hii mimi sina shaka nalo. Lakini kwa wale ambao pengine imani yao imetetereka au bado hawaamini katika utatu, na wazungumzia Wakristo hapa, hoja yangu kubwa ambayo naileta kwenu leo hii ni tafakari ya madhara ya kiteolojia au tunasema theological contradictions zinazotokana na kupinga utatu. Kwa sababu utatu, namna ulivyo na namna mafunuo ya maandiko yanavyokuwa, yanathibitisha sifa nyingi za Mungu, na bila ya utatu sifa kadhaa za Mungu zinakuwa hazina mashiko au hazipo au zinakufa, japo unaziona katika maandiko. Maana kwamba unapopinga utatu, hupingi tu utatu, lakini pia unapinga sifa nyingi za huyu Mungu tunayemwamini anajifunua katika maandiko, toka katika vitabu vya Torati mpaka katika Ufunuo. Sasa hili ndio nataka kulizungumzia katika video yangu ya leo. Kwa hiyo kwa wale ambao kwa mfano baadhi ya Waislamu ambao hawaamini utatu wanaweza wasinielewe hapa, lakini unaweza ukavumilia, unaweza ukajifunza mambo mawili matatu. Lakini kwa nyinyi Wakristo ambao bado mnashaka na swala la utatu, haya ni mambo ambayo ya kutafakari, lakini ningewatia moyo kwamba msome maandiko muone. Binafsi nimefanya utafiti mkubwa katika historia, kwa sababu pingamizi la utatu halijaanza leo, limeanza mapema sana tangu karne ya kwanza. Kwa mfano, wanateolojia wanasema kwamba Yohana aliandika Injili ile hususan hasa katika kutetea ama kuelezea umungu wa Yesu Kristo. Na ndio maana Yohana anapoifungua Injili yake, Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3, anaelezea asili ya huyu Yesu Kristo ambaye alikuwepo kabla ulimwengu kuwepo. Kwa anaanzia hapo. Kwa hiyo wanateolojia wanazungumzia kwamba tokea karne ya kwanza, hata wakati hawa mitume hawa wa kwanza, wafuasi wa kwanza wa Kristo akiwemo Yohana, tayari kulianza kuwa na mkanganyiko huo, na ndio maana Yohana anapelekea kuandika ile Injili. Lakini upingamizi mkubwa kabisa ulikuja dhidi ya utatu, ulikuja kwenye karne ya 4 kwa padri mmoja ambaye alikuwa akifahamika kama Arius. Alikuwa mjini Alexandria ya Misri ya sasa. Na huyu alileta mtikisiko mkubwa kiasi kwamba kanisa lilikaa pamoja kujadili, na kukawa kuna mjadala mkubwa, yeye mwenyewe akishiriki huyu Arius, na ule uzushi wake unafahamika maarufu kama Arianism. Lakini baada ya pale pia, pamoja na kwamba Arianism ilikuja ikatangazwa kwamba ni mafundisho ya uongo na Arius kutengwa na kanisa baada ya mwenyewe kukataa kuachana mafundisho yale, mwishoni Arianism ilikuja ikafa. Lakini Arianism imekuwa ikijirudia mara kwa mara. Hata sasa ninaposikiliza hawa baadhi ya walimu, kwa mfano kama ndugu yetu Ndacha, unamuona kabisa ni mtu ambaye anafundisha anakuja na mafundisho yanafanana kabisa na alikuwa akifundisha Arius ile karne ya 4. Lakini baadhi ya walimu pia wanaopinga utatu pasipo kwenda katika misingi au mafundisho yale ya Arianism. Kwa mfano, katika upinzani ambao nimeuona, baadhi ya Wakristo ambao wanaopinga utatu wanaangukia katika tunaita heresies au mafundisho ya uongo, wanafahamika kama modalism. Na wengine wanafundisha mambo ambayo yanafahamika kama dualism. Kwa mfano, unakuta baadhi ya Wakristo wanaofundisha mitandaoni wanazungumzia utatu kama
ile Baba, Mwana na Roho Mtakatifu anazungumzia kama ni mamlaka tu, kwamba huyu Mungu ni mmoja, lakini anapozungumza habari ya Baba anazungumzia mamlaka, au anapozungumza kama Mwana au anapokuja kama Mwana anazungumzia mamlaka. Kadhalika anapokuja kama Roho Mtakatifu anazungumzia mamlaka. Sasa ni dhana ambayo kimsingi haisimami kimaandiko. Au wengine ambao wanafahamika kama wana matengenezo, wao wanaangukia katika kitu kinaitwa dualism, kwamba wao wanaamini uwepo wa Baba tangu milele na uwepo wa Mwana tangu milele, lakini wanapokuja kumzungumzia Roho Mtakatifu wanamzungumzia Roho Mtakatifu kama nguvu au roho ambaye Baba na Mwana wanaishiriki kwa pamoja. Siwezi kuelezea kwa undani, lakini wao Roho Mtakatifu hawaichukuli kama ni nafsi, wanaichukulia kama ni nguvu tu ambayo haiko hai, yani haina uhai kama vile wanavyozungumzia Baba na Mwana. Sasa kuna mambo kadhaa ya kuzingatia hapa kwa wapinzani wa utatu au watu ambao wanachanganywa na swala la utatu, ambako mafundisho yao yanaleta mkanganyiko mkubwa wa kiteolojia. Mambo kadhaa. Jambo la kwanza kabisa ambalo binafsi nimelichunguza na nimeliona, unapomtoa Bwana Yesu Kristo katika umungu, au unazungumzia umungu wa Yesu Kristo kwamba ulianza baada ya kwamba huyu Baba alimuumba, unapomweka pale unamweka katika hali ya kumweka kwamba ni kiumbe, na maana yake ni kwamba unapoteza wokovu, kwa sababu maandiko yanatuambia ni Mungu peke yake, Yehova Yahwe, ambaye ndio mwenye kuokoa, na huyu Yehova hana mwanzo wala mwisho, ni wa milele. Kwa mfano naenda kusoma katika Nabii Isaya, chuo cha Nabii Isaya, hapa tunasoma katika sura ya 43 ya Isaya aya ya 11, nasema mimi ni Yehova, zaidi yangu mimi hapana mwokozi. Kwa hiyo wote wa Kristo tunafahamu Yesu Kristo ndio mwokozi. Sasa kama Yesu Kristo angelikuwa si Mungu, maana yake wokovu wetu unatoka katika kiumbe. Kwa hiyo hii sifa ya Mungu kwamba yeye peke yake ndio mwenye mwokozi inaanguka. Hii ni jambo la msingi sana la kulitafakari kimaandiko na katika kitheolojia. Ukienda katika Isaya hiyo sura 45 mstari wa 21 na 22 unatuambia hivi. Anasema Isaya anaandika, hubirini, toeni habari, naam, na mfanye mashauri pamoja. Ni nani aliyeonyesha haya tangu zamani za kale? Ni nani aliyehubiri hapo zamani? Si mimi Yehova? Wala hapana Mungu zaidi ya mimi, Mungu mwenye haki, mwokozi, hapana mwingine zaidi ya mimi. Kwa hiyo unapokwenda katika maandiko, ukiacha mbali Isaya, tunaona waandishi wengi, manabii wengi wanamzungumzia huyu kwamba Mungu peke yake ndio mwenye kuokoa. Hapana wokovu nje ya Mungu anayefahamika kama Yehova katika maandiko. Kwa mfano, Hosea katika sura 13 na mstari wa 4 kadhalika naye anazungumzia jambo hilo hilo. Zaburi nayo inazungumzia jambo hilo. Zaburi ya 3 aya yake ya 8 utaona pia. Zaburi ya 62 aya ya kwanza mpaka ya pili kadhalika inazungumzia hilo. Na nabii Yona katika andiko lake pia sura ya 2 mstari wa 9 anazungumzia hivyo. Kwa hiyo swala la wokovu kwetu sisi lisingewezekana kama huyu Yesu Kristu si Mungu. Kadhalika kama Yesu Kristu ni kiumbe, basi wokovu hauwezi kuwepo. Hakuna wokovu kama huyu Yesu Kristu anaumbwa, kama baadhi ya hao walimu wanaofundisha. Jambo jingine linaloleta ukinzani mkubwa, au tunasema contradiction, theological contradiction, kwamba unakuta kwamba huyu Mungu kama inavyozungumzwa na mafundisho ya Arianism ambayo nimeona, kwa mfano binafsi katika utafiti wangu nilichokiona na kumsikiza kwa makini, ndacha anachofundisha ni kwamba ni mtu ambaye mafundisho yake yamekaa katika swala la Arianism, kwamba huyu neno wa Mungu kuna wakati hakuwepo, kwamba Baba alimuumba ndio anapata sifa ya uungu baadaye, na anasema wazi kwamba uungu wake unatokana na Baba. Haya ni maneno ya ndacha mwenyewe ambayo anasema. Sasa ukiangalia utagundua kwamba kama huyu Baba, tunaposoma kwa mfano katika Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3, tunaona neno huyu ni muumbaji. Kadhalika tunapokwenda katika Waebrania sura ya 1 mstari wa 10, kadhalika unamuona mwana ni muumbaji, anaumba pamoja na Baba. Tunagundua ukianza ukimtoa katika hali yake ya umungu, na kwamba ukimweka kwamba huyu hata kama ana hali ya uungu kama anavyodai ndacha, lakini ameumbwa, ana mwanzo wake,
tayari tunaanza kuamini kwamba unajenga nadharia ya kiteolojia kwamba Mungu Baba hajitoshelezi, kwamba ili aweze kuumba alihitaji kwanza kuwa na kiumbe ambacho kitamsaidia kufanya uumbaji. Sasa nadharia ama sio nadharia, theolojia kwamba Mungu ni mweza yote inakuwa inaingia walakini. Hili ni jambo la msingi sana. Kwa mfano, hoja yao kubwa wanaoizungumzia hapa ni inayotoka katika kitabu hichi barua ya Paulo kwa Waebrania sura ile ya 1 mstari wa 6, ambao ndio wanaichukua kama kuzungumzia mwanzo wa Yesu Kristo, anaposema kwamba hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni asema na wamsujudu malaika wote wa mbingu. Wanachodai hapa ni kwamba neno hili linathibitisha kwamba huyu Kristo alikuwa na mwanzo, kwamba mzaliwa wa kwanza. Lakini sasa unapoweka kwamba huyu neno wa Mungu Yesu Kristo anakuwa na mwanzo, maana yake na unaposoma katika maandiko ni muumbaji, basi ina maana huyu Baba hakuwa anajitosheleza. Ndio maana ili aweze kuumba alihitaji kuanza kuumba kiumbe, ndio uumbaji wake ufanyika kupitia kiumbe. Hii ni contradiction kubwa sana kwa wapingaji wa utatu, au kwa watu ambao wanachanganyikiwa kuhusu utatu. Ishu nyingine kubwa kabisa inayoonekana ni kwamba tunasema, unaposoma maandiko, Mungu mara kwa mara anajidhihirisha kwamba yeye habadiliki, lakini unapomweka Kristo kuwa ni kiumbe, na tunafahamu sifa mojawapo ya Mungu katika Biblia toka katika Agano la Kale mpaka katika Agano Jipya, Mungu anajemsha kama ni Baba. Sasa kama huyu Baba alikuwepo kabla ya uumbaji, ina maana amemuumba Mwana, sifa yake ya ubaba ina mwanzo. Tukisoma kwa mfano katika Isaya sura ya 9 mstari wake wa 6, Isaya 9:6 inasema hivi: kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Unaposoma maandiko kwa ujumla yake, sifa ya Baba ni sifa ya milele. Hata hapa Bwana Yesu Kristo anavyotabiriwa na Isaya, mojawapo ya jina lake anatambulika kama ni Baba wa milele. Kwa hiyo ubaba wa Mungu ni wa milele, kwa sababu Baba na Mwana walikuwepo tangu milele. Sasa unapoanza kumweka kwamba Mwana ana mwanzo, maanake Mungu hawezi kuwa na sifa ya Baba wa milele. Hii ni contradiction nyingine kubwa, na kwamba huyu Mungu sasa ni mwenye kubadilika, kwamba kuna wakati hakuwa Baba, hii sifa ya Baba hakuwa nayo. Kwa hiyo Mungu huyu anakuwa ni wa kubadilika, kwamba anaanza pasipokuwa Baba, baadaye ndio anakuja kuwa Baba. Sifa ya Mungu ambaye habadiliki inakuwa inaingia dosari kubwa. Vile tu kwa kumtoa Mwana kuwa wa milele na kumtoa Yesu Kristo kuwa wa milele na kumtoa Yesu Kristo kuwa Mungu wa milele, kunapelekea hii contradiction nyingine. Jambo lingine kubwa la kulitafakari, ndugu yangu, ni tunaposoma maandiko katika Wakristo sisi, Mungu si tu ana sifa ya upendo, lakini Mungu anaitwa Mungu ni upendo, kwamba pendo la Mungu, yeye ndio upendo, yeye ndio chanzo cha upendo, na yeye ni chanzo cha upendo kwa sababu yeye ni upendo. Yohana anaandika katika waraka wake wa kwanza wa Yohana, tunasoma kwa mfano katika Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana huu sura ya 4 mstari wa 8. Yohana anasema, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 8 anasema, yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Sasa upendo ni nini? Kwa mujibu wa theolojia na falsafa na theolojia kiujumla, upendo ni zao la mahusiano baina ya nafsi na nafsi nyingine, ama nafsi na kitu. Sasa unapofikiri kwamba Mungu anapoitwa Mungu ni upendo, ni kwa sababu ndani mwake huu upendo ulikuwepo. Na katika theolojia ya Kikristo upendo huu ulikuwepo ndani ya Mungu kwa sababu ya utatu wake. Baba anampenda Mwana, Mwana anampenda Baba, na Roho Mtakatifu anashiriki upendo huu toka milele yote. Sasa unapomweka huyu Mwana kwamba anakuwa na mwanzo, maana yake huyu Baba alikuwa mpweke na hakuwa na kitu chochote kabla yake cha kuwa na upendo. Kwa hiyo upendo huu wa Baba, Mungu huyu sasa anakuwa
hawezi kuwa chanzo cha upendo. Kadhalika tunaposema kwamba huyu mwana anakuwa na mwanzo, upendo wa Mungu unaanza kutegemea kiumbe, kwamba ili Mungu awe na upendo lazima awe na kiumbe kwanza, ndicho aanze kukipenda. Kwa hiyo Mungu hawezi kuitwa upendo. Hii ni contradiction nyingine kubwa sana, ndugu yangu Mkristo unaangalia video hii, ningependa uitafakari. Kwa hiyo jambo jingine ni hilo la msingi. Nayo barua ya kwanza ya Yohana kadhalika kwenye sura 4 mstari 16 anaelezea zaidi. Kwa hiyo tunaona kwamba ina maana pendo la Mungu linakuwa ni tegemezi, kwamba upendo wa Mungu unategemea viumbe, na kwamba Mungu ili awe kuwa na upendo ilimbidi kwanza aumbe ndio awe Mungu wa upendo. Lakini katika theolojia ya Kikristo tunafundishwa, na Yohana hapa anatuambia kama nilivyosomea kwamba anasema Mungu ni upendo. Mungu sio tu kwamba anapenda, lakini yeye mwenyewe ni upendo, na upendo huu unatoka ndani mwake, kwa sababu ndani mwake Baba, Mwana na Roho Mtakatifu amekuwa katika upendo huo toka milele. Utasoma pia katika Zaburi ya 103 mstari wa 13 na 17 kwa ufafanuzi zaidi. Kitu kingine kikubwa zaidi ambacho kinaonekana hapa ni kwamba, kumbuka, Yesu Kristu amekuwa akiabudiwa toka kanisa la kwanza, toka karne ya kwanza ya kanisa amekuwa akiabudiwa. Sasa kama huyu Yesu Kristu anakuwa ni kiumbe, maana yake Wakristu toka karne ya kwanza tumekuwa tukiabudu kiumbe. Hili ni tatizo kubwa sana kiteolojia, kwamba hawa wapinzani wa utatu wanapomweka Yesu Kristu kwamba alikuwa na mwanzo, wanamweka Yesu Kristu katika hali ya kiumbe. Maana yake Wakristu tangu mwanzo wamekuwa wakiabudu kiumbe, kitu ambacho si sahihi hata kidogo, na haikuwa hivyo toka mwanzo. Hili ni jambo jipya ambalo lilitokeza baadaye. Jambo nyingine mwisho labda ningependa kulizungumza ni kwamba tunaona kwamba Mungu, tunaona anapojidhihirisha kwa sababu ya upendo wake, tunamwona kwamba Mungu huyu Yehova ni Mungu mwenye huruma, Mungu mwenye rehema, lakini pia ni Mungu mwenye neema. Sasa kumbuka, haya mambo matatu, huruma, rehema na neema, vyote chimbuko lake ni upendo. Sasa kama huyu Mungu anakuwa si upendo, kwamba upendo wake unatokana na kiumbe, kwamba alihitaji kwanza kuwa na kiumbe ndiko akipende, maana yake hawezi kuwa Mungu wa rehema, hawezi kuwa Mungu wa huruma, wala hawezi kuwa Mungu wa neema, kwa sababu vyote hivi vinahitaji kiumbe ndio vitokee, kama nilivyosema pale mwanzo kwamba maana yake ni kwamba unapopinga utatu unamweka Mungu ambaye upendo wake unategemea kiumbe, kadhalika huruma yake na rehema yake na neema yake inategemea kiumbe. Tunapoenda kusoma kwa mfano Warumi sura ya 5 mstari wa 8, barua ya Paulo kwa Warumi sura ya 5 mstari wa 8, tunaona jambo la kutafakarisha hapa. Inasema, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwamba huruma hii ya Mungu inatokana na upendo, ambao huu upendo Mungu alitupenda kwanza, na Kristo alikufa kwa ajili yetu tungali wenye dhambi. Kwamba huu upendo haukusubiri sisi wanadamu tufanye jambo fulani ndipo atukirimie hii rehema na huruma yake, hii yote inatokana na upendo wake. Sasa ina maana unapoondoa Mungu kuwa ni upendo, kadhalika unaondoa asili ya rehema na neema na huruma ya Mungu, unaweka kuwa inaanza kumtegemea kiumbe. Haya ni mambo ambayo nitaka leo tuyazungumzie katika video hii kwa ufupi, lakini ni matumaini yangu kwamba utapata nafasi kwa video hii kupata kutafakari. Ni kualike tu ndugu yangu Mkristo na hata wewe Muislamu ambao unaangalia video hii, chunguza maandiko. Swala la Utatu Mtakatifu ni swala la kimaandiko. Tunaamini na tofauti na baadhi ya walimu kama Ndacho wanavyofundisha kwamba watu wanaamini utatu, waamini katika Mungu watatu. Si kweli hata kidogo. Toka karne ya kwanza Wakristo waamini Mungu mmoja anayejidhihirisha katika utatu wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na iko hivyo. Mungu akubariki.